Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mafanikio mengi yamepatikana kwenye sekta ya maji. Ninaomba nitumie fursa hii kutaja baadhi ya mafanikio hayo kama ifuatavyo. Moja, kukamilika na kuridhiwa kwa sera ya taifa ya maji ya mwaka 2002 toleo la mwaka 2025. Pamoja na mambo mengine, sera hiyo inaelekeza Wizara ya Maji kuratibu na kuwa na mipango ya pamoja na sekta zote zinazotekeleza miradi inayohusu maji na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu miaka yote limekuwa likichangia kwamba Wizara ya Maji, Wizara ya Mifugo pamoja na Wizara ya Kilimo ni vema ikawa na mikakati ya pamoja. Kupitia sera hii, tunapojenga bwawa moja litatumika kwa ajili ya maji ya kunywa, tutawekeza kwa ajili ya umwagiliaji, lakini pia kuwekeza DP ambazo zitaweza kuwasaidia wenzetu wafugaji. Mheshimiwa Spika, jicho la sera hii linaangalia mwaka 2050. Jicho la sera hii linaangalia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2063. Kwenye ajenda ya maendeleo ya Afrika, nipende kusema safari ya kesho inaandaliwa leo. Mheshimiwa Spika, kukamilika au kuimarisha kwa hali ya upatikanaji wa maji mijini na vijijini, jumla ya miradi 2331 imekamilika, ambapo miradi 1965 ni ya vijijini na miradi 366 ni ya mijini, na hivyo kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji vijijini kutoka wastani wa 70.1 mwaka 2020 hadi 83 mwezi Desemba 2024, na maeneo ya mijini kutoka wastani wa 84 hadi 91.6. Mheshimiwa Spika, kwa dhati ya moyo nilipongeze bunge lako tukufu kwa maamuzi ya kuanzishwa kwa wakala wa maji vijijini RUWASA. Kumejenga miradi 3379 na kupeleka huduma ya maji katika vijiji 10,517 kati ya vijiji zaidi ya 12,318. RUWASA imefanya mapinduzi makubwa katika kujenga na kuboresha huduma ya maji vijijini. Mheshimiwa Spika, baadhi ya miradi iliyokamilika ni awamu ya kwanza ya miradi kama vile katika jiji la Arusha zaidi ya bilioni 520 kutoa maji ya Ziwa Victoria kwenda miji ya Tinde na Sherui, mradi wa ujenzi wa mfumo wa kutibu maji katika mji wa Bunda, mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji Butimba, mradi wa maji Kiaka Bunazi mkoani Kagera, mradi wa maji katika mji wa Okasmeti, mradi wa maji Dareda Singu Sigino na Bagara mkoani Manyara, na miradi 218 chini ya mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na pambano dhidi ya uviko 19. Mheshimiwa Spika, Waswahili husema usione vyaelea ujue vimeundwa. Napenda kusema kwa dhati ya moyo wangu, waundaji wa mafanikio haya ni Mheshimiwa Rais na nyinyi waheshimiwa wabunge. 3. Kukamuliwa kwa miradi iliyochukua muda mrefu kujengwa, ikiwemo miradi ya Same Mwanga Korogwe, Mugango Kiabakari Butiama, ujenzi wa tekeo la maji katika mji wa Kigoma, Arusha, na miradi 177 katika maeneo ya vijijini maarufu kama miradi chechefu. Mheshimiwa Spika, kwa kazi hii njema sana ninaomba kukipatia Chama cha Mapinduzi na nyinyi waheshimiwa wabunge maua yenu kwa kusimamia ukamilishwaji wa miradi hiyo. Naomba nisindikize pongezi hizi kwa Zaburi ya 126 mstari wa 5 hadi wa 6 inayosema ya kwamba wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa tulipanda kwa machozi, tayari tunanufaika na matunda ya miradi hii ambayo itakipa ushindi Chama cha Mapinduzi pamoja na wabunge wake. 4. Kwa kuanza utekelezaji wa miradi ya maji ya kimkakati, ikiwemo miradi ya miji 28, mradi wa bwawa la Falkwa, mradi wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi Simiyu, mradi wa maji kutoka Kahama kwenda halmashauri ya Ushetu, mradi wa bwawa la Kidunda, mradi wa kutoa maji Dambia kwenda Haidom, mradi wa maji Ukiriguru Kolomije hadi Sumve, na mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya maji na utunzaji wa mazingira jijini Tanga pamoja na miji ya Muheza, Pangani na Mkinga. Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa uhusiano na ushirikiano na wadau wa maendeleo, hivyo kuongeza wigo wa upatikanaji wa fedha za kutekeleza miradi pamoja na ushauri wa kitaalamu. Mheshimiwa Spika, matokeo ya Mheshimiwa Rais ya kuifungua nchi ni pamoja na kuipatikana kwa dola za Marekani milioni 248.3 za miradi ya maji taka kutoka Korea Kusini kwa ajili ya majiji ya Dar es Salaam, Dodoma na manispaa ya Iringa, na dola za Marekani milioni 55.1 kutoka nchini Hungary kwa ajili ya mradi wa maji Biharamulo. Mheshimiwa Spika, mafanikio namba 6, bajeti ya Wizara ya Maji kuongezeka kutoka shilingi bilioni 680 mwaka 2021-22 hadi shilingi trilioni 1
hivyo kuchochea kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Ongezeko hili linahusisha matumizi ya fedha za ndani kutekeleza miradi ya kimkakati ikiwemo miradi ya maji ya bwawa la Kindunda, mradi wa Kiwila jijini Mbeya, mradi wa maji Tunduma Mvwawa Mloo, pamoja na miradi mingine nchini. Mheshimiwa Spika, hapa naomba niseme pale Pangani kuna bwana mmoja ameandika bodaboda yake nyuma, bila nyenzo hutoki. Ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia nyenzo za fedha kwa kuongezeko hili, Wizara ya Maji na kwenda kutoboa na kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama.